Mtakatifu, maana katika jina lako Baba wa rehema tumepata Baba kimbilio. Baba wa rehema, tumekukimbilia wewe Bwana, na Baba mweza wa yote, umekuwa mwema kwetu, maana Bwana umekuwa ukitueleza mambo yanayohusu maisha yetu Bwana, na kweli tumekuwa tukiyaweka kwenye matumizi, tumekuwa tukipata matokeo mazuri Baba. Maana sasa unaturuhusu Baba wa rehema tuwe tayari na kuanza kujifunza kuomba. Tuwezeshe Bwana, maana eneo la maombi Baba imegubikwa Baba wa rehema na mambo mengi yasiyokuwa sahihi Baba wa rehema. Baba, tuongozwe na Roho Mtakatifu ili tupate kuomba vizuri, maana sio kwa uweza bali kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana, gusa watakatifu wako wote, gusa Baba taifa letu na rais wetu, serikali yetu Baba, uchumi wa nchi yetu Baba, idara zote Baba wa rehema. Baba, neema yako ifunike nchi yetu Baba, nchi yetu Baba ikidumu katika amani na mafanikio Baba, ikitokea kuwa ni moja kati ya nchi bora ya kuigwa na nchi zingine Baba wa rehema. Natukuza jina lako Baba kwa ajili ya neno lako inainuka tena Baba. Injili ilikuwa imepotea katika ile karne ya kwanza, lakini Bwana, maana umeamua Baba uirudishe Baba injili tena, itoke kwenye karne ya kwanza ije kwenye hii karne ya 21 Bwana. Nasi Baba tuseme nini juu ya haya yote? Maana Bwana ni kwa neema yako na ni kwa uweza wako Bwana. Baba, nisiseme mimi bali sema wewe. Neno lako liguse Baba ukanda huu wa Afrika Mashariki, hata ndugu zetu watakayekuwa na uchaguzi mwezi wa 8 Baba, ila za adui shetani kupitia ajali Baba zisizokoma, tunasambaza damu ya Yesu katika barabara zote za ukanda wa Afrika Mashariki, tukifunga utawala wa nguvu ya giza Baba, utawala wa giza unayetamalaki hata katika makanisa. Tunafunga hiyo nguvu, na Baba itambulike mbele ya washirika Baba wa rehema, ili watu wapate Baba kukimbilia ukweli Baba wa rehema, ambao ni neno lako, maana imeandikwa nanyi mtafahamu ukweli, nao ukweli itawaweka huru. Baba, usisahau taifa la Israeli, maana wao ni mzabibu wa kweli. Kama ulikubali mzabibu mwitu Baba wa rehema, ikumbuke na mzabibu wa kweli. Natukuza jina lako Baba wa rehema, maana ukweli wako Baba wa rehema iweke watu wako huru, na katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu, na wote tuseme haleluya, Haleluya. Amen. Basi Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tuko katika kipengele cha maombi. Kama unavyokumbuka, nilianza kwa kusema ya kuwa maombi ni maongezi, mtu anayeongea na Mungu. Bila shaka nikisema ni maongezi, nimeiweka kwenye lugha nyepesi ili sikupige chenga. Nataka uichukulie kwa wepesi. Umejua mtu akisikia kuomba, basi hapo ndipo umejua ukifanya kitu ukiwa katika pressure ama tension, bila shaka kinachofuata ni nini? Uweze ukaifanya inavyotakiwa. Ndio maana hata unapopika chakula haraka haraka, yawezekana ukazidisha chumvi ama ukapunguza chumvi. Lakini unapopika pasipokuwa na pressure za ufanya haraka, bila shaka utatenda vizuri. So swala la kuomba ni kusema na Mungu. Haiweze, watu wengine nadhani ya kuwa lazima aombe masaa 3, 4, 5. Watu wa Mungu, unaweza kaongea na Mungu ndani ya sekunde 5. Unaweza kaongea na Mungu ndani ya dakika 1. Unaweza kaongea na Mungu ndani ya dakika 5. Unaweza kaongea na Mungu ndani ya dakika 30. Unaweza kaongea na Mungu dakika risali 1, kutokana na uzito wa ujumbe wako ama yale ambayo umenuia kumfikishia Mungu. Lakini kinachotakiwa mtu wa Mungu ni nini? Kinachotakiwa ni wewe uwe katika maandalizi. Watu wa Mungu, kuna kitu ambacho lazima tujue. Ukiona watu wanayefanya mambo makubwa duniani katika maeneo tofauti tofauti, mara nyingi inachangiwa na ule uzoefu wamepata kutokana na ama elimu ama mifumo inayowaongoza. Ili mtu aweze kucheza mpira vizuri, lazima mtu huyo awe katika mazoezi, na lazima awe na mtu anayemfanya nini? Anayemfanyia mazoezi na kumfundisha afanye nini. Na anajifunza
kila wakati, anajifunza kila wakati. Anapofikia wakati wa tukio halisi ama uhalisia, bila shaka mtu huyo anatenda kwa ufasaha. Mara nyingi sisi tunakuwa sana washabiki wa watu ambayo wanafanya siasa. Umejua hata siasa inasomewa. Kuna political science. Kuna somo kabisa ambayo inasoma kuhusu siasa. Usione mwanasiasa anaongea vizuri. Anasoma, anajipanga vizuri mpaka akisimama kuongea. Lazima tu ukubali kumsikiliza. Lakini na sisi lazima tukae katika misingi mizuri, tujifunze habari za kuomba, tufanye mazoezi katika habari za kuomba, ili wakati wa kuomba tuombe jinsi inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulianza tukaona maombi ni kusema na Mungu. Lakini kumbuka ya kuwa unaposema na Mungu ni mfano wa mtu anayesema na mzazi wake. Hakuna mtu aliye kufundisha kuwa tumia maneno haya kwenda kusema na baba yako. Lakini kama nakumbuka tukiwa wadogo, moja kati ya njia iliyokuwa tunatumia, unapomwendea mzazi ya kuwa nataka daftari usiku, jambo la kwanza na kuuliza umeshaoga? Ulishaoga? Sasa baridi ilivyokuwa ikizidi, tulikuwa tunachukua maji tunaosha, yani unaosha kichwa alafu nanawa na miguu, maana maji ni baridi. Lakini kwa nini mababa zetu za ulimwengu wa kawaida walikuwa naulizwa wameshaoga? Na baba yetu wa mbinguni, tunapokwenda mbele zake lazima tuwe katika usafi. Nasema watu wa Mungu ya kuwa kama mababa zetu wa duniani wanapenda sisi tuwe wasafi, tunaulizwa kama mmeoga, baba aliyo mbinguni naye anahitaji uwe msafi. Watu wa Mungu, mtu ambayo ni mchafu hata kama angejaribu kumfikiaje Mungu, mimi naamini 90% ya watu wanayeomba waliookoka, maombi yao yamfikii Mungu, kwa sababu maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Mungu anafikiwa na watu ambayo ni wasafi. Sasa watu wa Mungu, tuliona sababu za kuomba ambao zilikuwa 3. Sababu ya kwanza ilikuwa ni ukombozi ama wokovu. Kwa sisi wanaagizo huku tunahitaji tuombe ili uamsho, ili watu waliyeshikwa katika dhambi, waliyeshikwa kwenye kutenda mabaya, uchawi na kadhalika, uganga na ushirikina, wapate kujua ukweli na kuokolewa. Hilo ni swali la kwanza. La pili tuliona ya kuwa ilikuwa ni kwa ajili ya baraka. Hii imebeba mahitaji yetu yote na mahitaji ya wengine. Mara nyingi hatujafundishwa tuombe kwa ajili ya watoto wale wa wachawi wanayetuloga. Hatujafundishwa kuomba kwa ajili ya wale watoto wa mama mdogo ambao ni mchawi kwetu. Lakini kimsingi tunahitaji kuomba kwa ajili ya wote, maana hao watoto kama usipoomba mama yao wache uchawi, ina maana huo uchawi utawatesa wao. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu ya 3 tuliona ya kuwa tulimeagizwa tuombe. Bila shaka haya tulishapitia. Tukaona mambo muhimu ili mtu apate kujibiwa maombi yake. Lakini pia tuliona mbinu za kuomba. Tukaona tuombe namna gani. Katika hizo mbinu za kuomba tukaja tukaona na kitu kinachoitwa mkao. Tukaona ya kuwa wakati wa maombi ipo mikao. Kuna wakati wewe unahitaji kuomba umesimama. Kuna wakati unahitaji kuomba umeinua mkono juu. Kuna wakati unahitaji kuomba umeinua uso wako juu. Kuna wakati unahitaji kuomba umelala chini. Kuna wakati unahitaji kuomba umesujudu mpaka ardhini. Kuna wakati unahitaji kuomba umekaa chini. Kuna wakati unahitaji kuomba umelala kitandani. So tukaona mikao tofauti. Na hatimaye tukaishia kuona mifano ya watu walioomba kwenye Agano la Kale, na hatimaye jana tukitimiza na watu walioomba katika Agano Jipya, na jana tukipata kumaliza na Yesu Kristo alivyoomba. Tuliona maombi ya Yesu Kristo kwenye Yohana ile sura ya 17 mstari wa 1 mpaka wa 6, Yesu alivyoomba kwa ajili yake, akiambia baba yake ya kuwa saa imewadia sasa kwa ajili ya baba kumtukuza mwana, maana mwana ameitukuza jina la baba na ameikamilisha kazi ambayo baba alimtuma, na akisema ya kuwa
jinsi alivyokuwa na Baba kabla msingi hujawekwa, anasema tena sasa akaribishwe katika ule umoja wao. Lakini sasa mtu wa Mungu, leo nisipoteze muda, nataka moja kwa moja niende kwenye kipengele kingine, maana tutakiwa Jumapili tuwe tumemaliza, ili kuanzia Jumatatu sasa tuanze sasa kufanya kitu kinachoitwa practical, kuomba moja kwa moja. Na hii kuomba, tutaomba ili watu wajifunze sasa. Hatuhitaji tena sasa, tumeshajua misingi. Tutakuwa nasema kwa hebu omba maombi, imetokea unahitaji kuomba maombi ya msamaha sasa. Hebu je, itakuwa ni namna gani mnamwendea Mungu? Tunajua ya kuwa namna gani. Je, kwa kuinua nafsi yako, ama kuikaribia kiti cha rehema, ama kuliitia jina la Bwana, ama kumuita Bwana, ama kumtafuta Bwana? Tutaiweka pale. Halafu sasa baada ya hapo tunaangalia zile mambo muhimu ambayo tunahitaji kufanya. Tunahitaji kwenye mambo muhimu, tuliona ya kuwa lazima zile dhambi ulizozitenda, unazozijua, uzitubie kwa dhati. Sio tu kutoka nje, itoke ndani. Lakini pia tuone ya kuwa kuna kitu kinachoitwa kumsifu na kumshukuru Bwana. Amina. Baada ya hapo tunaona unamaliza aje, lakini tukifanya kwa mazoezi sasa, na baada ya kuomba maombi hayo, moja kwa moja tutaenda kwenye kitabu cha Mwanzo. Tulipitia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mpaka 50, na tukapitia kitabu cha Kutoka sura ya 1 mpaka sura ya 40. Tukasema kwa sasa tutaka tuombe. Tutahamisha sasa maombi yetu. Utaombaje na Mwanzo sura ya 1? Utaombaje na Mwanzo sura ya 2? Tutaona Mwanzo sura ya 1. Je, msamaha unaweza ukafiti hapo? Na kwenye vipengele gani, mistari gani? Hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita. Hakuna kitu kinachoitwa maombi ya nini? Kuna maombi yanayoitwa maombi ya upendo. Kama tutapigana, basi Yesu hakuna kazi aliyefanya. Hasa kama Yesu alishamshinda shetani, sasa tunapiganaje? Muuliza. Anayehitaji kupigana ili akonka back ni shetani ambaye alishashindwa. Sisi tunahitaji kwenda katika upendo tuliachwa na Kristo, maana of course kinachofanyika, shetani ni marehemu, alishashindwa. Ukisema na kupiga shetani ufe, can the devil die? Don't assume things which are not realistic. Usiwaze vitu ambao hazina maana. Mara ngapi tumevunja miguu ya mashetani Milka? Mara ngapi tumevunja vichwa vya mashetani, lakini kesho bado vinapiga vigelegele ndani ya watu. Yesu alitoa mashetani, aliziongoza kwenda shimoni. Na kwa sasa hivi tunahitaji tuzifungie mpaka siku ya hukumu ya Bwana, ama mpaka wakati wao wa utawala, wakati ambapo yule mkuu wao atafunguliwa na wao watatoka nao kutawala katika zile miezi 42 ama miaka 3.5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So bila shaka watu wa Mungu, mimi naenda kwenye kitu kinachoitwa maombezi, kipengele cha maombezi. Naomba kabisa uwe makini ili upate kujua tofauti. Baada ya kupitia maombi ni mawasiliano. Mtu anawasiliana na Mungu, lakini kuhusu yeye. Sema maombi ni maongezi kati ya mtu na Mungu, lakini ikimuhusu yeye. Umeona sasa? Lakini maombezi tofauti na maombi ni nini? Maombezi ni maongezi ambayo mtu anaongea na Mungu, lakini kwa niaba ya mtu mwingine ama kwa niaba ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe.
Na huduma kubwa ambayo mimi wanafanya sio maombi, bali ni maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, maombezi nayo inahitaji kujengwa katika msingi aliyeweka Yesu. Umeona, maombi, sisi wanaagizo kuu tulipitia maombi watu walioomba kwenye Agano la Kale, kama kuona misingi jinsi walivyoomba. Lakini tukija tukaangalia pia maombi ya Yesu Kristo na washirika wa Agano Jipya, ama wanafunzi wa katika Agano Jipya, wanafunzi wa Yesu. Na bila shaka sisi tukajenga misingi yetu katika maombi ya Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake. Nini? Kwa sababu kama agizo la Yesu katika ile agizo kuu ya kuwa enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Basi moja kati ya maagizo ya Yesu ni msalipo, mkiwa katika kusali, salini hivi: Baba yetu aliye mbinguni. Ina maana lazima katika maombi yako, point ya kwanza, lazima umtambue Baba aliye mbinguni, ambao ni nafsi ya Mungu nani? Baba. Mungu Baba. Jina lake litukuzwe. Lazima uanze. Ndio maana wale wanafunzi katika ile Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 30 walipoomba baada ya Petro na Yohana kufunguliwa ama kuachwa huru, walianza kuomba kwa wewe ni Mola uliyefanya mbingu, nchi na bahari na ukavijaza. Ina maana alifanya dunia na vyote. Hiyo ni kutukuza jina la Bwana ama kutangaza ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kuhusu maombi, watu wa Mungu, kuhusu maombezi, kuna kwenye Agano la Kale watu walifanya maombezi. Bila shaka tuliona katika kitabu cha Nehemia sura ya 1, Nehemia alivyoletewa taarifa na wale ndugu zake ya kuwa mji umeshajengwa lakini umekuwa ni ukiwa kwa sababu ukuta umebomolewa na kuteketezwa kwa moto. Nehemia akafunga na kuomba ili apate kibali mbele ya yule boss wake aliyekuwa ni mfalme Artazasta, aliyekuwa anatawala kipindi cha Medi na Uajemi. Sasa kumbuka ya kuwa Nehemia akaanza kuomba, lakini kumbuka ya kuwa kuna vipengele ambao Nehemia alifanya maombezi, lakini kuna vipengele Nehemia alifanya maombi. Maana aliombaje? Tumekosa, tumetenda mabaya, tumekosa kukaa katika msingi uliyemwachia Musa kuwa tusipotii wewe basi utatupeleka mbali na wewe. Umeona sasa, ina apply kwenye maombi, lakini pia ina apply kwenye maombezi. So tofauti kati ya maombi na maombezi, maombi inakuhusu wewe sana sana na vile vinavyokuhusu, lakini maombezi inahusu watu wengine. Lakini sasa maombezi haitakiwi ihusu tu wale unayewapenda. Kama Yesu alituambia kuwa tufanye nini? Yesu ndiye aliyetuagiza kuwa waombeni. Umejua mara nyingi, hebu nikuulize, kwa nini Yesu alisema waombewe? Unaweza kuombea kwa mabaya? Bila shaka agizo la Yesu katika ile hotuba ya mlimani, wapendeni maadui zenu na waombeeni mema wanayefanya nini? So umeona, kumbe maombezi yanatakiwa yaende kama adui. Sisi pia kama wanaagizo kuu, wana wa Injili ambao tumebeba ile agizo la Yesu Kristo ya kuhakikisha wote wanafikia toba ya kweli, lazima tuwaombee wengine ili ile neema iliyoonekana tukapata kuokoka iwaangazie, ili na wao wapate kuingia kwenye nini? Kwenye wokovu. Lakini nikuulize, hebu nione mtu anasema, mchungaji, kweli mimi nimekuwa nikifanya maombezi kwa ajili ya wabaya wangu ili waokoke na uchawi utoke kwao.
mbona hakuna mikono? So umeona, bila shaka sio mbaya kwa sababu tulikuwa hatujaruhusiwa kuomba, si ndio? Lakini sasa tunayeruhusiwa kuomba. Watu wa Mungu, mara nyingi usijiombee wewe. Most of the time don't pray for yourself. Most of the time try to intercede for other people. Try to pray for other people. Even if you are not feeling well, if you pray for some people who are not feeling well, definitely you will feel well, because at least you will harvest what you have planted. Ukiombea wengine unajisikia vibaya, wakati unajisikia vibaya, bila shaka utajisikia vizuri. Lakini mara nyingi tunatenga muda wa kuomba kila siku, alafu yale mambo miaka nenda rudi tunayaomba kila siku. Watu wa Mungu, ukishapeleka mbele za Mungu, bila shaka omba kwa ajili ya watu wengine. Palilia mahusiano kati yako na Mungu. Bila shaka kuna watu wengine ambayo wameharibu hata yale yaliyotakiwa wapokee kutoka kwa Mungu, maana wamekuwa ni kero. Alafu sasa bora tuongeongea, omba vizuri, lakini unaomba jinsi unavyotaka wewe, sivyo Mungu anavyotaka. Sasa kwa sababu maombezi ni kuhusu watu wengine, hebu tuone kwenye Agano la Kale. Tunaanzia kwenye Agano la Kale, maana Agano la Kale ndio misingi ya Agano Jipya. Agano la Kale nilikuambiaje ya kuwa ni Agano Jipya imefunikwa. Agano la Kale ni Agano Jipya haijatimilika. Agano la Kale ni Agano Jipya haijafikia wakati wake. So unapoomba kwa misingi ya Agano la Kale, bila shaka mtu wa Mungu, kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni moja kwa moja lazima utoke katika kinachotakiwa kwa wakati huu. Unapoomba lazima ujue kwenye Agano la Kale ilikuwa ni wakati gani, lakini je, kwa sasa hivi tuko katika wakati gani? Maana walioomba kwenye Agano la Kale, hata manabii waliotabiri katika Agano la Kale, walitabiri na kuongoza watu kuwaelekeza kwenye kilichotakiwa kutokea, ambayo alikuwa ni Masihi. Ndio maana manabii walitabiri mpaka kuja kwa Yesu Kristo. Baada ya kuja kwa Yesu Kristo, manabii wakatakiwa tena kutabiri. Atakiwa manabii sasa wafundishe neno ambao Yesu aliagiza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka tuanze kwenye Agano la Kale, ambayo mambo yalianza kwenye Agano la Kale kama njia ya kutafuta nini? Kama njia ya kutafuta ukombozi ambayo ulitakiwa uje ufikie wakati wake. Kumbuka ya kuwa vyote vilivyokuwa kwenye Agano la Kale vilikuwa ni picha, zilikuwa ni taswira ya mambo ya uhalisia uliotakiwa kuja kutokea baadaye. Ndio maana kila kitu kwenye Agano la Kale bila shaka inayo uhalisia wake kwenye Agano Jipya. Umeona kwa nini Yesu alisema sikuja kutengua Torati bali nikuja kulitimiliza? Umeona Agano la Kale Torati ilikuwa inasemaje? Mwanamke mchawi asionekane, akionekana asiachwe kuishi, kwa sababu haikuwa kwa mataifa mengine. Agano la Kale ilikuwa kwa taifa moja, taifa la Israeli. Ndiyo maana angeishi pale kwenye taifa la Israeli, haingewezekana kusema kwa yule mchawi maarufu alikuwa kwenye ukoo wa Yesu, ikawekewa doa. So Agano la Kale kuanzia kitabu cha Mwanzo pale ambao tunaanza kuona kuinuka kwa taifa la Israeli, ambayo mwanzo wake unaanzia kwenye kitabu cha Mwanzo na sura gani? Inaanzia baada ya gharika, ambao ni sura ya 9, pale ambapo Shehem anamuona baba yake akiwa sio Shehem, Hama anamuona baba yake akiwa uchi, alafu anakwenda kuambia ndugu zake, na baba yake anapomlani anabariki Shem. Katika nyumba ya Shem inakuja kutokea Israel, ambao walikuja kuchukua nchi na urithi wa yule aliyelaaniwa, ambaye alikuwa ni mjukuu wake Nuhu, Kanaani. Sasa watu wa Mungu, iweje kama ilikuwa kwa ajili ya taifa moja, mataifa mengine waiishi?
Agano Jipya ni kwa ajili ya mataifa yote, ndio maana enendeni. Agano la Kale ilikuwa ni kwa taifa moja, ndio maana msienende, mjitenge nao, mbaki nyinyi. Mungu alitaka awafanye kuwa ni taifa la kimakwani. Baada ya hapo sasa, wao ndio sasa Mungu awatumie kuwaendea mataifa mengine, ili sasa wa mataifa mengine wamjue Mungu kupitia wao. Lakini walipokataa, Mungu alifanya njia katika mbegu moja iliyotoka pale, ambao ni Kristo. Basi akatufanya sisi wote kuwa ni makwani, mataifa ikawa ni taifa la kimakwani. Ndio maana sisi tupa warithi pamoja na Wayahudi. Sisi ni Waisraeli katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana hata zile baraka walizoahidiwa wale nani, wale Waisraeli, baraka za Ibrahimu na Isaka na Yakobo tunazipata, lakini kupitia kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukimpokea Kristo, moja kwa moja umefanyika kuwa ni wa ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Chekwa mwana wa Ibrahimu kwenye ulimwengu wa kiroho. Baraka hizo za kwako, sio za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuone kwenye Agano la Kale. Ninapenda kuanza kwenye Agano la Kale, iwe kama tuone hiyo taswira ama kivuli cha nini, kivuli cha mambo aliyotakiwa kuja kwenye Agano Jipya. Sema Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Agano la Kale ilikuwa ni Agano Jipya haijatimilika. Tumeona sasa hili swala la mwanamke mchawi kufia kwa ama kutoishi kwenye Agano Jipya ni kinyume chake. Mwanamke mchawi anatakiwa kuishi, aombewe mema ili asife sasa, ili afikie toba ya kweli. Maana kwa ajili ya uchawi wake Mungu akamruhusu mwanae aende msalabani. Kumbuke ya kuwa tunahitaji kuungana na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona watu wakifanya nini, wakufikia toba ya kweli. Usipoungana na mapenzi ya Mungu Baba, wewe sio mpinga Bwana, wewe sio mpinga Mungu, wewe sio mpinga Kristo. Hebu tuone maombi ya Danieli. Danieli ni mmoja kati ya wale waliyepelekwa utumwani, lakini Danieli alipelekwa utumwani na wale vijana wenzake. Nani? Shadrach, Meshach na Abednego. Hebu niambie jina la Danieli. Danieli alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Belshaza. Lakini hebu niambie jina la Shadrach ya Kiyahudi ama ya Kiebrania? Shadrach na Abednego. Na Abednego ni nani? Umeona, ndio maana nakwambia hivi, lazima tupitie Biblia, na Biblia iwe sehemu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Vijana hao walikuwa ni wa umbali wa uzao wa mfalme Ezekia. Kama unavyojua, mfalme Ezekia wakati ule ambayo nabii Isaya alikuwepo. Nabii Isaya alikuwepo katika ile miaka ya 700 na kabla ya Kristo. Sasa Ezekia akatawala, lakini kumbuka Ezekia mwanzoni alikuwa anakwenda kinyume na nabii Isaya. Lakini alipoamua kuvamiwa sasa na Sennakerubi aliyekuwa ni mfalme wa Ashuru, ndipo sasa anaubeba ule waraka ambao Sennakerubi alituma nayo mkuu wa jeshi wake, ambayo alikuja alafu akapaza sauti kwa lugha ambayo ilikuwa ni Kiaramu, ambayo walikuwa wanaelewa na Wayahudi. Bila shaka ule waraka akaupeleka wapi? Akaupeleka kwake nabii Isaya, na wote ile waraka wakapeleka hekaluni, wakaisoma mbele ya Bwana, na Isaya akatoa unabii ya kuwa Sennakerubi atapiga mishale
wala atapanda na kuvamia Yerusalemu. Na kweli usiku ule Senakeribu alikuwa wamepiga kambi wanadamu mtu 185,000 ngapi? Na 5, wakiwa tayari siku inayofuata kwenda kuvamia wapi? Kuvamia Yuda, ambayo makao yake ilikuwa ni Yerusalemu. Bila shaka usiku ule malaika moja aliingia kwenye kambi akaua watu 185,000. Na bila shaka huyu mfalme Hezekia moja kwa moja akamrudia Bwana. Sasa ikafika wakati sasa anatakiwa kufa. Mungu akamtuma nabii akamwambia Hezekia kuwa ugonjwa huu wala atoki, aweke nyumba yake sawa. Lakini maana alitenda mambo mazuri. Kama unavyojua baba yake Hezekia alikuwa anaitwa nani? Aliitwa Ahazi. Ahazi alikuwa ameenda kuchukua miungu na miungu ya kule Ashuru na kuwategemea, na alifanya mabaya pale kwenye hekalu, akafunga mlango wa hekalu. Ni huyu mwanawe ambao ni mfalme Hezekia aliyeifungua tena, akarudisha zile sikukuu za Pasaka na bila shaka zile sherehe na zile njia za kumwabudu Mungu. Sasa haya mambo yalimfanya akageuka ukutani baada ya nabii kumwambia kuwa atakufa. Akamkumbusha Mungu mambo yote mazuri aliyetenda, na kilichofuata ni nini? Mungu aligairi na kumtuma nabii arudi kumwambia kuwa nimeona jinsi alivyonyenyekesha mbele yangu, nami namuongezea miaka 15. Lakini sasa alipoongezea miaka 15, unajua kilichotokea nini? Wale wa Babeli walituma ujumbe mzito kuja kumpongeza mfalme kwa kupona kutoka kwenye ugonjwa. Lakini bila shaka alipoletewa vizawadi, jihadhari sana na vizawadi. Be careful with the gifts. Some of the gifts are destroying people. Uwe makini na zawadi unayeletewa. Kabla hujaipokea iombee. Wengi walipokea vizawadi na maisha yao karibika. Wengine sio vizawadi, vingine ni manuizo, vingine ni mauzauza. Alipopokea vile vizawadi, na yeye moyo wako ukafunguka, akaanza kuingia nao kwenye hazina. Hazina ilikuwa inawekwa hekaluni. Akawaingiza hekaluni, akawaonyesha hazina, akawaonyesha vyombo vyote vya nini, vya hekalu, vitu vizito ambao Suleimani alivitengeneza. Wakaona wakasema, mali hii, hazina yote. Baada hapo wageni wakaondoka. Mungu akamwambia Isaya, nenda kamuulize amefanya nini. Alipoulizwa akasema, nimewaonyesha kila kitu. Akamwambia, jinsi ulivyowaonyesha, watabeba kila kitu, watapeleka Babeli, lakini na uzao wako watafanywa kuwa matawashi Babeli. So kumbuke ya kuwa Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa ni waumbali wa mfalme Hezekia. Ndio maana hawa watu walifanywa kuwa matawashi wapi? Kule Babeli. Maana mfalme akuruhusu wanaume kubaki katika hali yao na kukaa karibu na wake zake, maana wafalme walikuwa na wake wengi. Yawezekana akazunguka mwaka mzima asirudi kwa mke wake wa kwanza. So kwa kipindi hicho waliyekuwa wanamzunguka mke wake walikuwa wanafanywa kuwa matawashi. So kumbuka, wakina Danieli wakafanywa kuwa matawashi kwa neno la Bwana katika kinywa cha nabii Isaya, miaka 100 na zaidi kabla ya tukio haijafanya nini, haijatokea. Sasa watu wa Mungu wa kwanza kuchukuliwa na kupelekwa Babeli walikuwa ni watu wenye hekima, vijana wale ambao walikuwa ni wa kifalme, ambao walikuwa ni Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, katika mwaka wa 605 kabla ya Kristo, ambao Kiingereza ni BC, before Christ, ina maana kabla ya Kristo. Sasa katika hiyo miaka 605 bila shaka kinachotokea, Babeli ilishinda wa Misri, na baada ya kushinda wa Misri bila shaka wakaiteka Yuda, lakini
ikawa wameweka nani? Ikawa wakamweka mfalme ashiriki kabla hajaweka mfalme, ikawa ameshauriwa yule mfalme kabla ya Matani alikuwa ni nani? Mfalme wa 19 alikuwa ni nani wa Yuda? Hapa ndio sasa mimi utaniona. Yekonia. Jina lingine ya Yekonia? Konea. Ingine? Koni. Vizuri. Umeona sasa, unaweza ukapuzia mambo tuliyosoma siku zilizopita, lakini vyote vinao nafasi yake kutokana na wakati wake na muda wake. Bila shaka Konea aliambiwa na nabii Yeremia ya kuwa afanye nini? Ashirikiane na Babeli, maana huo ni mkono wa Bwana. Akaahidi kushirikiana na wao, lakini kumbuka ya kuwa akaamua kwenda kinyume. Akaamua kutafuta msaada kutoka kwenye mataifa mengine. Lakini kinachotokea ni nini? Wakati huo, katika huo mwaka wa 605 walichukuliwa vijana waende wafundishwe elimu ya Kikaldayo, ili Babeli itakapokuwa sasa inaamua kushinda na kutawala Yuda, sasa waitumie sasa hao vijana wa Kiyuda kwenye utawala. Ndio maana wakina Danieli wakapelekwa mara ya kwanza Babeli, lakini Mungu alimtumia Danieli na kumpa maisha marefu. Wakati sasa imefika miaka 70 sasa, kama alivyotabiri nabii Yeremia. Danieli anasoma, anatambua kwa miaka 70 imefika. Alipotambua sasa, anaamua sasa afunge na kuomba zile siku 21, na mfungo wake ikiwa ni mfungo nusu. Mfungo nusu ni mfungo ambao unaweza kaamua usile nyama, lakini sasa nyama inatakiwa iwepo kwenye friji. Ukisema usiseme ya kwa mimi sili dagaa, maana dagaa bila shaka unaweza kupata. Unatakiwa useme kitu ambacho kipo. Danieli alifunga, lakini hakupaka mafuta wala hakula chochote kitamu. Hiyo ni mfungo nusu. Nilikwambia kuna mifungo aina 3. Kuna mfungo wa kawaida ambayo unaruhusiwa kutokula lakini unakunywa maji, lakini kuna mfungo nusu ambayo unaweza kuamua kutokula vitu vitamu ama kutokula nyama, ambao bila shaka watu wengi fanya hivyo. Lakini mfungo wa 3 ni mfungo mkamilifu, ambayo ile ndio kavu, uli wala huni, ambao kwa sasa hivi unatakiwa usizidishe siku ngapi? Siku 3. Maana baada ya siku ya 3 mwili upoteza maji kwa kasi, na inaweza ikawa hatari kwa mtu aliyefunga na ikaleta ushuhuda mbaya katika mwili wa Kristo. Mchungaji, mbona Yesu alifunga siku 40? Yesu alifunga mfungo wa kawaida, aliongeweza kunywa maji, lakini Yesu naye alikuwa ni mwana wa Mungu. Yesu naye alikuwa ni Mungu, so usishindane na Yesu. Amina. Aliyefunga 40 ni mwingine ni Musa, lakini alikuwa mbele za Mungu. Mwingine ni Elia. Hao walifunga 40 kavu. Ina maana mfungo mkamilifu, ambayo imeandikwa, ukiona kwenye Biblia imeandikwa kuwa hakunywa maji wala hakula, hiyo ni mfungo mkamilifu. Lakini ukiona kuwa alifunga na imeandikwa, haijaandikwa kuwa hakunywa maji, na maana hiyo ni mfungo wa kawaida. So Danieli akafunga mfungo ule nusu, ambayo hakula kitu kitamu wala kupaka mafuta, siku 21, ina maana majuma 3. Lakini sasa hakujibiwa kwa wakati huo, lakini siku ya 24 akatokewa na malaika Gabrieli, akamletea ujumbe ya majibu yake. Sasa hebu tuone sasa, yale ni ufupisho wa maombi Danieli aliyeomba wakati amefunga siku 21, akiomba, akifanya maombezi kwa ajili ya taifa lake la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuende kwenye hiyo, alafu tuone Danieli sura ya 9. Tuone, alafu tutakwenda kwenye Agano Jipya. Tunao shida ama tunayo haja na Agano Jipya, maana ndiko tunakoishi. Lakini kabla hapo lazima tuone taswira ya watu waliofanya maombezi. Hebu nisikie amina kubwa kwa ajili ya Bwana. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Danieli sura ya 9. Yes. Kuanzia mstari wa 3. Nikamwelezea Bwana Mungu, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu,
ili kutaka kwa Anza tu kwenye mstari wa kwanza tuone misingi. Kama unataka kusoma mstari wa 3, ni vizuri sana uanze kusoma mstari wa kwanza ili upate kujua kitu kinachoitwa general concept. Umeona ili swala la watu mtu kuambia kwa kusimama na andiko moja mstari wa 15 wakati mstari wa kwanza mpaka 14 hajakuambia sio vizuri. Tujifunze kujua ile mjumuisho wa kwa pamoja. Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza. Ndiyo. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo. Katika umeona sasa, huyu Dario ndiyo aliyemshinda nani? Ndiye aliyemshinda yule mfalme wa Babeli ama Kaldayo aliyeitwa nani? Belshaza. Unakumbuka yule Belshaza aliyechukua vile vyombo vya hekalu vya dhahabu akanywea pombe, maana ilikuwa ni siku ya sherehe yake. Ikatoka mkono ama kiganja ikaandika ukutani, mene mene tekeli na penesi. Ina maana ufalme wako umepimwa, umekutwa umepungua, amepewa jirani yako. Na alivyofanya hivyo kiganja kikaandika, hakuwepo na mtu kuweza kusoma maandiko yale. Akaingiwa na hofu, akaanza kutetemeka, lakini kwa sababu mama yake alikuwepo, akamwambia kuna mtu aliyokuwepo wakati wa baba yako. Kumbuka ya kuwa huyu Belshaza alikuwa ni mjukuu wa nani? Alikuwa ni mjukuu wa Nebukadneza. Alikuwa ni mtoto wa nani? Utanitafutia alikuwa ni mtoto wa nani? Haya yote sijafundisha, nimefundisha hapa. Hebu niambie, baba wa Nebukadneza alikuwa anaitwa nani? Bila shaka haya yote nimefundisha, na hii itakupa changamoto ya kupitia tena. Hebu nisikie makofi kwa Bwana ambayo alikufundisha haya yote. Belshaza mama yake akamwambia yupo mtu mmoja ambaye roho ya miungu inakaa ndani yake, naye aliwahi kuleta suluhisho wakati wa utawala wa baba zako. Walikuwa hawana neno babu, ina maana hata babu wa baba alikuwa anaitwa mababa wakati wa mababa zako. Bila shaka akaletwa Danieli, akaahidiwa vitu vingi sana, lakini Danieli akamwambia vitu hivyo na viwe vya kwako. Lakini akatafsiri akasema, ufalme wa huyu Belshaza imepimwa na imekutwa imefanya nini? Imepungua, na amepewa jirani. Usiku huo huyo anayetajwa hapa mfalme alivamia pale na aliuawa. So kinachofanyika, kumbuka ya kuwa palikuwepo na wafalme, palikuwepo na tawala mbili zilizoungana, Medi na Wajemi. Ndio maana aliyekuwa ni kiongozi wa pande zote mbili alikuwa aitwa Koreshi, ambayo nabii Isaya alimtabiri kama masihi wa nani? Wa Bwana, maana yeye ndio aliyeruhusu wana wa Yuda warudi kujenga mji wao. Lakini sasa umeona tayari huyu nani? Dario alivyokuwa ni mtawala, kutokana na mambo yaliyotokea, Danieli alikuja kupata tena nini? Alikuja kupata tena kibali. Pamoja alikuwa na miaka zaidi ya 80-90, maana tayari si miaka 70. Kumbuka walitoka wapi? Walitoka kule mwaka wa 600 na ngapi? 605. Lakini ukitoa miaka 70 ni karibu mwaka wa 500 na kitu. Lakini Danieli kwa wakati huo ni mzee, lakini tayari amesoma yale yaliyoandikwa na nabii Yeremia ya kuwa watakao tumani miaka 70 kisha Bwana atawatembelea nao watarudi kule. Sasa ndio maana unaona kabisa ya kuwa inatajwa hapa Dario, lakini Dario alikuwa chini ya utawala wa Medi na Wajemi. Bwana Yesu asifiwe. Nimejaribu kuweka hapo ili upate kuelewa, maana watu wa Mungu tunaenda huko. Bila shaka tuko kwenye kitabu cha Kutoka, tumemaliza, tutaingia kitabu cha Mambo ya Walawi.
alafu tutapitia tena Biblia yote kwa neema ya Mungu. Lakini mwaka huu tunakwenda sura moja moja, one chapter a day, and in the long run we want to see how far we will go this year. Amina. Hebu endelea kusoma kwa jina la Yesu. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kujisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo alifahamu hesabu ya miaka, sio eti alionyeshwa na Roho Mtakatifu, sio eti alionyeshwa na malaika. Alifahamu kwa kusoma. Hii ni umuhimu sana wa kusoma. Nasi tunamfahamu Mungu kupitia kusoma neno lake. Kama Danieli alifahamu kwa hesabu ya miaka 70 imeshafika, alisoma neno la Mungu kutoka kwenye nabii aliyemtangulia, aliyekuwa ni nabii Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunahitaji kusoma Biblia ili tupate tujue hesabu ya mambo yanayotokea katika dunia tuliyekuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea, uwe makini usikie maombi haya ambayo anafanya maombezi, ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na kwa dua, pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema. Zamani kufunga ilikuwaje? Katika Agano la Kale kufunga ilikuwa ni unapofunga unavaa magunia alafu unapaka mwili wako majivu. Lakini Yesu aliona kabisa Mafarisayo wakifanya hivyo, lakini walikuwa wanafanya hivyo ili wapate thawabu hapa duniani, watu wasifu ya kuwa nani. Ndio maana Yesu akasema hivi ya kuwa amekuja kuitimiliza. Ilitimilizaje? Akasema wewe ufungapo usiwe kama wanafiki, bali unawe uso upake na mafuta, usitangazie watu mimi nafunga bwana msicheze. Nini? Agano la Kale ilikuwa ni unavaa magunia, unapaka mwili mavumbi. Lakini Agano Jipya, oga mtu wa Mungu, paka mafuta, vaa vizuri. Ili nini? Ili isijulikane kwa watu ya kuwa unafanya nini? Unafunga. Sasa kwa desturi ya Agano la Kale, hii sasa imefanya leo juu ya kuwa tofauti ya ufungaji wa Agano la Kale na Agano Jipya ni nini? Kwenye Agano la Kale watu walivaa magunia, mavazi ya magunia, matambara, alafu na kupaka majivu kwenye miili yao wanavyofunga. Lakini sasa hivi Yesu ameikamilisha, ameitimilisha kwa kutuweka huru ya kuwa vaa mavazi ya oga, vaa vizuri, paka mafuta. Usiweche kabisa mdomo wako kauke mpaka watu wajue kwa dada umefunga. Nafunga bwana msicheze. Utakuwa umeshapokea thawabu yako wapi? Hapa duniani. Hebu tuendelee na kuona maombi ya Danieli, maombezi ya Danieli aliyefanya kwa ajili ya taifa la Yuda. Kwa nini taifa la Yuda? Watu wa Mungu, ni vizuri sana kuelewa. Napenda sana kuweka misingi. Unaposema taifa la Yuda, kuna tofauti gani kati ya taifa la Yuda na Israeli? Kama unavyojua, Mungu alitengeneza taifa la Israeli, na bila shaka taifa hilo likapata kuingizwa katika nchi ya ahadi Kanaani. Lakini Mungu alimwahidi Musa ya kuwa watakapokengeuka, bila shaka atawapeleka mbali naye, atawapeleka utumwani. Lakini Daudi akaja akawa mfalme baada ya Sauli. Sauli hakutawala vizuri, Daudi alitawala vizuri na hatimaye akamaliza na kumrithisha mtoto wake Suleimani utawala. Lakini Suleimani, kumbuka ya kuwa tuliona kwenye Kumbukumbu la Torati sura 17 kuanzia ile mstari wa 14 ya kuwa Mungu alisema na Musa ya kuwa watakapoingia kwenye nchi ya ahadi watatamani kuwa na mfalme kama mataifa mengine. Lakini Mungu akaambia Musa ya kuwa usimchague aliyo mgeni, mchague atakayetoka katika wana wa Israeli. Na akasema kuwa huyo mfalme atakapoketi katika kiti chake cha enzi, naye asome Torati, naye atunge Zaburi. Ndio maana wale wafalme waliandika Zaburi. Maana Daudi aliandika nini? Aliandika Zaburi, lakini hata Suleimani naye aliandika Zaburi. Lakini pia akasema ya kuwa
asijitakie mali nyingi. Biblia hairuhusu viongozi kuwa na mali nyingi. Asijitakie mali nyingi, maana atamanie mali ama atakae mali hawezi kushiba mali. Akasema asitake mali nyingi, wala asiwe na farasi wengi, asije akarudisha watu wapi? Misri. Na akasema nao wasiwe na wake wengi. Sasa maana akiwa na wake wengi watamgeuza mioyo ama moyo. Kilichotokea ni nini? Suleimani badala ya kuoa kama baba yake wale wachache, yeye akaoa wanawake 300. Wala sio 300, akaoa wanawake 700. Alafu akawa na nyumba ndogo. Hii nikisema tunaelewa vizuri. Akawa na nyumba ndogo 300. Ina maana masuria. Akawa na mtu anayeitwa mwanamke 1000. Ndio maana nyumbani kwake ilikuwa ni mlo wa kufuru. Ilikuwa ni mateso kwa taifa la Israeli, maana kila kabila ilikuwa inalisha nyumba ya mfalme kila mwezi. Ina maana makabila 12 walikuwa. Ndio maana alipokufa Suleimani wakaambia mwanae kuwa hebu tupunguzie hii kongo ambayo baba yako alitutwika. Lakini kumbuka ya kuwa kabla ya kufa kwa Suleimani, kumbuka ya kuwa wanawake wale walimgeuza moyo. Walipomgeuza moyo, Mungu alimwambia kabisa kuwa umeniacha, lakini nitairarua ufalme wako. Lakini kwa sababu ya Daudi baba yako alitenda vyema, sitararua wakati wako, wakati wa mwanao. Lakini Suleimani baada ya hapo sasa, mwishoni ndipo akatubu. Alitubu wapi? Kwenye kile kitabu cha Mhubiri, akisema chini ya mbingu na jua yote ni batili, upepo mtupu. Umeona sasa? Akatubu. Mara nyingi watu wengi wanajua kama Suleimani alipotea. Suleimani alitubu, na kitabu cha Mhubiri ni kitabu alichoandika mwisho kabisa. Alafu anafanya nini? Anakufa. Bwana Yesu asifiwe. So alipokufa tu hivi, kilichofuata ni ufalme uligawanyika, ikawa kaskazini na kusini. Upande wa kusini ikiwa imebaki na kabila kubwa la Yuda pamoja na Benjamin, lakini kule kaskazini ikaenda makabila 10, na bila shaka ikatengeneza taifa la Israeli. Wakabaki na jina Israeli, lakini taifa la kusini ikachukua jina la Yuda. Nilitaka nikuonyeshe kwa nini iwepo taifa la Yuda, iwepo taifa la Israeli. Yaligawanyika baada ya Suleimani kugeuzwa moyo na wale wake ambayo Mungu alitabiri miaka mingi kabla ya hata Suleimani kupata kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende kwenye maombi ya Danieli. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikamngama, nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha. Umeona? Ameanza naye ewe Mungu mkuu. Alafu anaanza kutangaza nini? Anaanza kutukuza jina lake, ewe Mungu mkuu. Ina maana hiyo ni nafsi ya Mungu Baba. Maana ukisema Mungu yawezekane kama Mungu Mwana, ukisema Mungu yawezekane kama Mungu Roho Mtakatifu, lakini Mungu mkuu inawakilisha nafsi ya Mungu Baba. Lakini moja kwa moja akilitukuza jina la Bwana kuwa wakufanya nini? Mwenye kutisha. Hebu ona jinsi alivyoanza kulitukuza jina la Bwana. Lakini hata kwenye Agano la Kale bila shaka watu waliomba maombi yanayetakiwa. Hebu twende. Mwenye kutisha ashikaye maagano na rehema kwa wampendao na kuzishika amri zake. Umesikia? Anamkumbusha Mungu ya kuwa Mungu ni Mungu anayeshika agano. Umeona hata sisi tunapoomba neno la Mungu ambayo ahadi Yesu alizoziahidi ni agano kati yetu na Mungu. Na Mungu amesemaje?
amesema yeye anatazama neno lake kuliko hata jina lake. So neno la Mungu ni ahadi kwetu, lakini kumbuka neno hili haliwezi kuwa na nafasi kwenye maisha yako kama wewe huliishi neno. Lazima uishi neno kwanza, ndipo neno litachukua nafasi kwenye maisha yako. Lakini umeona Danieli anapoomba, anajenga hoja katika Mungu na agano la Mungu. Unapoomba wewe katika jina la Yesu, lazima ukae katika mapenzi ya Mungu. Danieli anakaa katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni yeye aitunze agano kati yake na taifa la Israeli, atunze agano kati yake na taifa la Yuda. Lakini walipokwenda kinyume na ahadi zake na maagizo yake, bila shaka walipelekwa mbali. Lakini maana katika maombi ya Yeremia, akamwambia Yeremia kuwa umeomba, lakini hata kama, Yeremia sura 15 utasoma kwa wakati wako, hata kama angejitokeza Musa na Samueli, bado watu hao ningewapeleka tu tumwani, maana wamenidhiaki. So akamwambia, maana umeomba, watakaa miaka 70. Miaka 70 ilikuwa ni kulipia nini? Kulipia ile mwaka wa Sabato iliyekuwa ni mwaka wa 7. Ilikuwepo miaka 490 ambayo hawakufanya nini? Hawakuangalia ile agano la Bwana ya mwaka wa Sabato ambao ni 7. Ukigawa 497 unapata 70. Ndio maana ikabidi wapelekwe mbali miaka 70 ili sasa ardhi ifanye nini? Iwe katika lipia miaka ya Sabato. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mungu utazama agano lake, lakini kaa kwenye agano. Kaa kwenye agano la Bwana ambao ni neno lake, utakuwa rafiki wa Mungu. Lakini kama kuna kitu kinachofanya Mungu asivumilie hata rafiki yake, ni dhambi. Katika dhambi Mungu ana ushirika. Hii acha kabisa. Usijidanganya kuwa utafanya uzinzi alafu kesho uombe msamaha. Ndio utaomba msamaha mara kwanza, mara pili Roho Mtakatifu atakushuhudia, atakukanya. Kinachofuata ni nini? Roho Mtakatifu ataondoka, atakuacha. Akikuacha, uwepo wa Mungu utatoweka. Basi yule mzee wa kibogoyo atajenga makazi ndani yako. Utajua bado unajua unatumia jina la Bwana, lakini hamna kitu. Yeye ndiye atakuwa anakutawala. Hebu malizia ili tuende mbele. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi. Umesikia hapo? Hakuanza kwa kuomba msamaha kama tulivyofundishwa. Ameanza kutambua Baba aliye mbinguni na kulitukuza jina lake. Umeona, ndio baadaye inakuja sasa nini? Msamaha. Tumetenda dhambi, utusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumwendee Mungu. Lazima tufanye nini? Tumwendee Mungu na tulitukuze jina lake kabla tujaomba nini? Msamaha. Hata katika ile maombi ya Baba yetu wa mbinguni, ile sala Baba yetu wa mbinguni, inaanza Baba yetu aliye mbinguni, jina lako, mapenzi yako, ufalme wako, mapenzi yako, halafu kwa nini hakusema nisamee makosa yangu? Tusamee. Kwa nini katika maombi hayo? Kwa nini ilikuwa tusamee? Msamaha unahitaji kuomba msamaha kwa ajili yako. Unahitaji kuomba msamaha kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya mkoa wako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ukoo wako, kwa ajili ya na watoto wako. Ndio maana samee makosa yetu. Kuna makosa mengine hujatenda wewe, lakini kazini kwako wafanyakazi wako wametenda. Kuna makosa mengine hujatenda, lakini bosi wako ametenda. Kuna makosa mengine hujatenda nyumbani kwako pale, lakini watoto wako wamefanya nini? Wametenda. Dhambi za watoto wa Eli hazikumgharimu maisha yake. Hata sisi wakati ambao watoto wetu tuwaweki sawa, tunao sababu ya kubeba mabaya yao. Nyosha mtoto akae vizuri. Kuna watu wengine watoto wamekuwa ni miungu. Mtoto anafanya anachotaka, alafu namuita dadi. Kama umeshakuwa dadi, umeshakuwa mtoto. Kama umeshakuwa mami, umeshakuwa mtu binti.
Ukishaita tu mtoto eti mama, umempa jina la mama yako na sita msinichezee mama. Wewe kama umeshamkabidhi umama, yeye wewe umeshakuwa mtoto. Na mtoto wewe kama kiki mpaka akiwa mkubwa. Usimuite mtoto baba eti mama. Mtoto aitwe mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliofanya kosa kuita watoto sijui baba, sijui babu, ukimuita babu tabia zile za babu zinakuepo kwake. Wewe mwenyewe huwezi kumtawala, maana ulikuwa unaweza kumtawala babu. Babu yako anaweza kumtawala. Tumeasi naam hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote. Umeona anaomba msamaha mpaka kwa, umeona ajawa mchoyo, ajatenga kusini na kaskazini. Anasema watu wote wa Yerusalemu ambao ilikuwa ni makazi makuu ya taifa la kusini ambao ni Yuda, lakini pia anaomba msamaha kwa ajili ya wenzao ama ndugu zao ambao ilikuwa ni taifa la kaskazini waliyekuwa na jina la Israeli. Hii ni moyo kweli wa uzalendo. Hata kwenye makanisa tuna kitu kinachoitwa uzalendo. Halikuwa na uzalendo. Usifurahi yule mtoto wa mjomba akipotea hata kama alikuwa ni mchanga. Usifurahi yule mjukuu wa babu kupotea. Usifurahi yule ndugu ya babu kupotea. Walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulikowafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu. Umeona anataja wafalme, wakuu wao na baba zao. Hiyo ni msamaha kwa ajili ya taifa la Israeli kwa jumla. Lakini kumbuka, hiyo ni maombezi ambayo anafanya nabii Danieli. Nasema hivi, watu wa Mungu, tunao kila sababu ya kuomba, kwa fanya maombezi kwa ajili ya watu wengine. Ni agizo la Yesu Kristo tufanye maombezi kwa ajili ya watu wengine. Watu wa Mungu, ipo wakati wa kuomba kwa ajili yako. Ipo wakati wa kuomba kwa vinavyokuhusu, lakini ipo wakati wa kufanya maombezi kwa ajili ya watu wengine, ambao kipengele hicho ndicho kinachompendeza Mungu kuliko hata maombi unayeomba kwa ajili yako na vinavyokuhusu. Unapoombea wabaya wale, unaungana na mapenzi ya Mungu Baba. Kumbuka ya kuwa lazima tuombe ili Mungu kazi itendeke. Mungu hutumia wanadamu, lakini kama sisi tumeshakwenda kinyume na mapenzi yake, kazi ya Mungu iwezi kwenda. Hebu malizia hapo. Hiyo ni mfano ambayo kwenye Agano la Kale mtu aliyefanya maombezi kwa ajili ya taifa lake. Bila shaka, ni lini umefanya maombezi kwa ajili ya taifa la Tanzania? Lazima sasa tuwe tayari kwa ajili ya kufanya maombezi kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Ni sisi watu tuliookoka, lakini mara nyingi watu wanaomba tu. Watu wa Mungu, ipo wakati wa kufanya maombezi. Umeona mtu anafanya maombezi kwa ajili ya hata ndugu zao waliopo mbali, lakini baada ya kuomba kwake walipata kibali cha kurudi kujenga nchi yao. Wayuda wakaenda wakajenga Yerusalemu, lakini kwa sababu ya maombi ya mtu mmoja. Maana Bwana utazama mtu mmoja. Sema Bwana utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kulitimiza. Mimi ndio huyo mtu mmoja anayetazamwa na Bwana ili Bwana apate kuitimiza neno lake. Yaani kumbuka kabisa kuwa wewe ndio huyo mtu. Ukisema tu Bwana anatazama mtu mmoja, basi wewe ndio huyo mtu. Useme kuwa mchungaji George, useme sijui mchungaji nani, ni wewe. Maana imeandikwa wote waliookoka, waliyempokea, wakiomba itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 9. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi. Wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu
Unapotubu je, unajutia? Maana huyo anayetubu anajutia mambo ambayo walitenda kinyume na Mungu. Ndio maana kipengele kile nilichosema ya kuwa nilivyosema ya kuwa vile vidokezo ambao ni muhimu katika maombi yako pate kujibiwa. Nilisema ya kuwa point ya pili ama ya tatu, kati ya pili na tatu, nilisema ya kuwa ni sharti zile dhambi unazozikumbuka uzitubie kwa dhati. Umejua kuna kutubu nyingine ambao tuna rush alafu hatutubu kulokana na maeneo tuliyofanyia kosa. Umeona, anasema wanajutia mabaya waliyetenda. Lazima ujutie mabaya hayo ndio uonyeshe moyo wa kujitenga na hayo mabaya. Vinginevyo kinywa chao kinasema nisamehe, huku ndani bado dhambi imejaa. Bwana Yesu asifiwe. Wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako kwa kugeuka upande, wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na uwapo ule ulioandikwa kwa sheria ya Musa mtumishi wa Mungu. Umeona, kuna jambo ambao wanajifunza hapo. Kumbe watu wa Mungu, kuna wakati mwingine watu wa Mungu wanayolala. Kumbe tusipoisikiliza neno la Mungu na kulitii na kuliweka kwenye matumizi, bila shaka ni laana. Kumbe kuna laana inayotoka kwa Mungu. Ikitoka kwa Mungu, je, nani anayeweza kuiondoa? Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, kama uliwahi kusikia neno la Mungu ikukanya kwa uache kutenda mabaya ukaendelea kutenda, yawezekana unahangaika, unaombewa uponi, ikawa ni laana, na hiyo laana dawa yake ni toba ya kweli. Ukiungama dhambi hiyo kabisa kwa moyo wa dhati na kuliacha, hapo ndipo hiyo laana inaweza ikatoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine unaambiwa mambo yote yalishaisha, lakini kilichobaki ni kuna neno la Mungu ulienda kinyume nayo. Watu wa Mungu, nasema tusiende kinyume na neno la Mungu hata siku moja, mabaya yasije yakatupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumetenda dhambi, naye alithibitisha neno lake aliyoyanena juu yetu na juu ya waamuzi wetu waliotuamua kwa kumletea mambo maovu makuu. Maana chini ya mbingu zote haijakutendeka jambo kama hili lililotendeka juu ya Yerusalemu, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa. Mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumuomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu na kuitambua kweli yake. Basi Bwana ameyavizia mabaya hayo akatuletea maana Bwana. Mimi nitamwambia aishie hapo. Kwa wakati wako utapitia maombi hayo. Nilitaka tu uone ya kuwa jinsi ambayo katika Agano la Kale mtu alifanya maombezi kwa ajili ya taifa lake, lakini tunapata picha ya kuwa baada ya Danieli kuomba hayo maombi, bila shaka Mungu alijibu. Na katika Biblia, watu wa Mungu, kuna maombi ya watakatifu wa kiume na wa kike ambao walifanya maombezi kwa ajili ya watu wengine. Tuliomba Nehemia naye akifanya maombezi kwa ajili ya mji wa Yerusalemu, na Bwana akafanya njia, akapata kwenda kuijenga ukuta wake. So watu wa Mungu, nataka moja kwa moja nigusie kuhusu Agano Jipya, alafu nitaishia hapo kesho nikimaliza. Maana watu wa Mungu, unapoongea habari za maombezi ama maombi, bila shaka ni kitu ambacho ndio msingi wa kila kitu. Maana watu wa Mungu, hapo usipoelewa, bila shaka utaomba kinyume. Lakini ukielewa haya, naye Bwana anayefundisha kupitia mimi hapa, lazima utabaki katika msingi unayetakiwa. Na msingi huu haukwepo, ndio maana watu wanaomba kinyume. Umeona, sijaona sehemu ambayo Danieli anaomba ya kuwa wale wa Babeli wakanyagwe chini, wale wa Babeli wavunjwe, wale wa Babeli watifuliwe. Ninasikia akiomba kwa ajili ya kujutia makosa yao. Yawezekana wewe ndio mwenye makosa,
hujasimama kwenye nafasi yako na kuomba kwa ajili ya ule uchawi uliopo kwenye ukoo wako ili toke, ili sasa upate kuona furaha. Lakini bila shaka tumefundishwa kukimbia wachawi. Ndio maana hata uchawi uliopo katika koo za watu eti anakimbia. Mungu amekuchagua wewe uwe ni mjumbe wake kwenye ukoo wako, ili upate kuangaika na kulingoa ule mkoba ama ule uchawi. Mungu kama amekuweka ukae Kinyerezi, haitakiwi wachawi waloke Kinyerezi, haitakiwi wezi waibe Kinyerezi. Inatakiwa wewe usimame na kufanya maombezi kwa ajili ya wachawi, kwa ajili ya wezi, kwa ajili ya mambo mabaya yote yanayotokea. Na mimi nasema kwa maana ameahidi ya kuwa anatazama mtu mmoja anayesimama neno lake lapate kulitimiza, na wewe ndio mtu huyo. Mara nyingi tukisema anatazama mtu mmoja, huo nadhani ya kuwa ni mchungaji George. Sio mchungaji George. Nami nasimama pale nakoishi. Ndio maana pale nakoishi ule uchawi uliokuwepo pale haupo tena. Ule uchawi wa usiku ambao watu walikuwa walali haipo tena, maana nilitambua kuwa mimi ni mjumbe wa mbinguni, na mjumbe wa mbinguni husimama katika nafasi yake. Kama unavyojua Yesu alikuwa ni mjumbe wa agano jipya, nasi ametufanya kuwa ndio wajumbe wa agano jipya. Sisi ndio tunayepeleka yale mambo aliyeanza kuyafundisha na kuyatenda. Tunaendelea kuyafundisha, tunayaendeleza kwa kuyatenda, naye akitenda pamoja nasi. Nisikia amina kubwa. Amen. Umeona mtu wa Mungu? Bila shaka Yesu alifanya maombezi. Kipengele kinachofuata ni maombezi ya Kristo na Roho Mtakatifu. Kwenye agano jipya Yesu Kristo alifanya maombezi, lakini na Roho Mtakatifu anafanya maombezi. Kuna kitu ambacho ni kitamu hapo. Ni nini? Yesu alianza kufanya maombezi hapa duniani, lakini sasa wakapishana. Akasema kuwa sina budi kufanya nini? Kuondoka ili aende akatuombee pale kwenye kiti cha rehema siku zote akiwa katika mkono wa kulia. Lakini sasa amwache Roho Mtakatifu. Yeye aliomba nje yetu, Roho Mtakatifu afanye maombezi ndani yetu. Hebu nisikia amina nyingine. Amen. Muone sasa kinachofanyika. Maombezi ya Kristo alifanya maombezi. Alifanya maombezi kwa ajili ya mji wa Yerusalemu. Alipofika pale katika ile safari yake ya mwisho, akielekea katika ile wiki ya nini? Wiki ya mateso, alafu anakuja kuuawa. Yesu alifanya maombezi kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya waumini, kwa ajili ya wanafunzi wake, kwa ajili ya maeneo tofauti tofauti. Lakini kumbuka ya kuwa Yesu alipoondoka ndipo Roho Mtakatifu alishuka ndani ya watu, maana ilikuwa ni ahadi ambayo Kristo aliahidi ya kuwa nami nitaomba Baba yangu, naye atawatumia nini? Msaidizi mwingine, ambayo atakuwa ni msaidizi, atakuwa ni mfariji, naye pia atakuwa ni mwalimu wenu. Sasa huyo mwalimu wetu ambao ni Roho Mtakatifu anaendelea kufanya maombezi ndani yetu. Ndio maana Paulo akasema nanyi kadhalika amjui kufanya nini? Kuomba. Naye Roho Mtakatifu hufanya nini? Huwaombea. Maombezi sio maombezi. Hebu tuone vipengele vichache hapa. Andika tu kichwa dogo tu ya maombezi ya Kristo na Roho Mtakatifu. Pale nimepita, maana nilishapitia mifano mingi kwenye Agano la Kale katika kipengele cha maombi. Sasa kuna vipengele, kipengele hicho kingine nimepitia tu eneo moja ambayo ni maombezi ya Danieli kwa ajili ya taifa lake ama taifa la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuone. Wakati wa huduma wa Yesu hapa duniani, Yesu aliomba kwa ajili ya waliopotea, aliokuja kuwaokoa na kuwatafuta. Hebu nisomee Luka 19:10. Watu wa Mungu, maombi yawezekana ikawa hata maneno matatu. Maombi yawezekana ikawa hata maneno manne, kwa sababu ni maneno kati ya mama bwatwa anaosema na Mungu. Kila maneno anayosema na Mungu ni nini? Ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ikawa ni maombi ama ikawa ni maombezi. Kama ni kwa ajili ya mtu mwingine, maombezi.
maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona Yesu hata alipokuwa anafanya maombezi hakuwa na kila sababu ya kuomba msamaha. Na msingi wa Agano Jipya hatutakiwi tujengwe kwenye misingi ya kila wakati tuombe msamaha, maana Yesu atarudi wakati wowote. Anatakiwa tukute tukue katika utakatifu. Ndio maana tuliona juzi wanafunzi wale walioomba wale pale katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 30 hawakuomba msamaha, maana walikaa katika utakatifu. Unapokaa katika mtakatifu walohitaji kuomba nini? Msamaha. Lakini ni vizuri ukae kwenye utakatifu, maana hujui Yesu atarudi lini. Lakini ukihisi ya kuwa kuna dhambi umetenda, umekasirika mahali ukasema na mtu visivyo, basi ndio kile kipengele kilichosema kuwa dhambi tunazozijua tumetenda tuzitubie wazi wazi na kwa dhati, alafu tubakie kuishi maisha matakatifu. Maana bila shaka tunakuwa tayari kwa ajili ya unyakuo, tunakuwa tayari, imetokea umetangulia mbele ya haki. Basi ulale katika Kristo pasipokuwa na dhambi inayekuhukumu, ili Kristo atakaporudi upate kufufuka na kwenda kufanya nini? Kumlaki. Maana Paulo akasema kuwa waliyelala sisi hatutawatangulia kufanya nini? Kwenda, bali watafufuka nasi tutavaa mwili usioonekana tukiungana nao na kwenda kumlaki Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Saganda basi hapo Luka sura ya 19 kuanzia mstari wa 4. Soma tu mstari wa 10 tu. Mstari wa 10 tu peke yake. Nimekuambia maombezi yawezekana ikawa hata maneno matatu hata mawili, yawezekana maneno manne. Maombi yawezekana ikawa hata maneno matano. Ndio maana watu wa Mungu, maneno mengi tunayoweka kwenye maombi yala haina hata sababu, zinakuwa kelele zisizokuwa na sababu. Ndio maana watu wa Mungu ni vizuri kubaki katika maneno yale ambayo ni muhimu, yanayohitajika kwenda nayo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka 19 mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bila shaka alikuja kutafuta na kuokoa kila kilichofanya nini? Kilichopotea. Kilichopotea ilikuwa ni nini? Sisi ndio tuliyepotea na wale ambao wako dhambini. Wanadamu wote walipotea dhambini, maana kupitia mwanadamu wa kwanza ambao ni Adamu wa kwanza dhambi iliingia. Kupitia Kristo Yesu dhambi ikapata kuondolewa. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi. Bila shaka lazima ujue kabisa kuwa wewe sasa hivi unasimama katika nafasi hiyo kuhakikisha watu wengine wanakombolewa. Yesu alianza kufanya jambo hilo, lakini ametutwika sisi. Ndio maana watu wa Mungu hatuwezi tukachagua watu tunayetaka waokolewe. Tunahitaji waje dhambi wote waokoke. Kama wewe unamchinja mchawi, unataka wanani? Wale wazinzi ndio waokoke? Ama wale waongo ndio waokoke? Tunahitaji watu wote wenye dhambi waokoke, pasipokuwa na ubaguzi wa rangi. Kama wao ni wazinzi, kama wao ni wachawi, yawezekana wewe ni mzinzi, lakini hakuna dhambi iliye ndogo wala kubwa. Dhambi zote sawa. Hebu tuone sehemu nyingine. Yesu alilia katika alilia juu ya mji wa Yerusalemu. Tumeona Yesu alipopanda yule mwanapunda, alipotoka kwenye kijiji gani? Yesu alipotoka kule kwa kina Lazaro na kwa yule Simioni Farisayo, akawatuma katika kijiji kilichokuwa kinafanya nini? Kinawakabidhi. Kijiji cha kina Lazaro ilikuwa ni Bethania, lakini akawatuma kwenye kijiji cha Bethfage. Atawaambia kwa nendeni kwenye kijiji kinachotukabili, mtamkuta mwanapunda amefungwa, lakini mfungueni mumlete, na mtakapoulizwa waambieni ya kuwa Bwana ana haja na. Wakaenda wakamkuta mwanapunda kweli amefungwa, wakamfungua wakamleta. Yesu akapanda mwanapunda akaingia Yerusalemu, ili itimie ile unabii wa nani? Wa Zakaria, kuwa naona mfalme wako akikujia akiwa amepanda mwana nini? Mwana punda. Yesu alipopanda mwanapunda, alipokuwa anameukaribia Yerusalemu, aliulilia, lakini ilikuwa katika maombi. Hebu nisomee hiyo sura ya 19 mstari 41 Saganda. Maombezi ya Kristo na Roho Mtakatifu.
mstari wa 41 sura ya 19 kitabu cha Luka. Ndiyo. Alipofika karibu aliuona mji akaulilia akisema, endelea. Laiti ungalijua hata wewe. Hiyo ni kipengele cha maombi ya kuugua. Umekumbuka nilisema kuwa namna kuomba, kuna kuomba kwa kuugua. Unaweza omba kwa kuugua hata kwa kulia. Yes, akaulilia ina maana akaugua, akaomboleza kwa ajili ya mji gani? Mji huo, maana mji wa Yerusalemu haukutambua muda wa kujiliwa. Yawezekana na wao hujatambua muda wa kujiliwa na injili ya kweli, lakini bila shaka yale aliyetaja yalikuja kutokea, maana haikusalia jiwe juu ya jiwe. Ilibomolewa mji ule katika mwaka wa 70 baada ya Yesu kufa na Wayahudi kutawanywa duniani kote kwa kipindi hicho. Laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya kupasayo amani. Lakini sasa amefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakujengea boma, ikuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu kutambua majira ya kujiliwa kwako. Bila shaka Yesu akafanya maombezi kwa ajili ya Yerusalemu. Bila shaka Yesu aliwaombea wanafunzi wake kama kikundi, lakini pia Yesu aliwaombea waumini, ambayo nilifundisha katika maombezi, katika maombi jana, mstari wa kwanza mpaka wa 4 mpaka wa 6 ama mpaka wa 5, Yesu alipoomba kwa ajili yake. Hebu Saganda soma ile Yohana 17, soma mstari wa 6 mpaka 19, alafu tutaishia hapo. Tutaanza kesho kwenye Yesu kuombea nani? Yesu kuombea waumini, ama tuone kama tutamaliza. Twende. Hebu angalia Yesu anapofanya maombezi. Tayari alishajiombea na akaunganisha na maombezi. Kuna wakati mwingine unaweza kaongozwa na Roho Mtakatifu ukaomba kwanza kwa ajili yako na vinavyokuhusu, alafu ukaanza kufanya nini? Maombezi kwa ajili ya wengine. Maana Yesu ameanza kwenye mstari wa kwanza mpaka wa 5 kujiombea, alafu baada ya hapo sasa akaingia kwenye maombezi. Hebu tuone kipengele hicho. Yohana sura ya 17 kuanzia mstari wa 7. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wameyapokea. Wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndio uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siwaombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaenda utasoma mpaka mstari wa 20. Ukisoma weka alama mstari wa 7 mpaka 19. Hiyo ni maombezi ambayo Yesu aliwaombea wanafunzi wake. Lakini mstari wa 20 mpaka 26 Yesu alifanya maombezi kwa ajili ya waumini, ambayo alijua baadaye watakuja kufanya nini? Kumpokea na kumfanya kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, ili nipate kwenda mbele. Sura ya sasa ya huduma ya Yesu ni kufanya maombezi kwa niaba yetu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hebu soma Warumi 8:34. Sura ya maombezi sasa hivi ya Yesu Kristo. Katika maombezi hasa hivi amekaa kule mbinguni katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini akituombea. Amina. Akifanya maombezi kwa ajili yetu. Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Ni nani atakayewahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na
Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Vizuri, yeye ndiye anayetuombea. Hebu soma Ibrania 7:25. Anafanya maombezi kwa ajili yetu. Waibrania sura ya 7 mstari wa 25. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Vizuri, yu hai kwa ajili yetu ili afanye maombezi. Soma na sura ya 9 mstari wa 24. Hiyo Waibrania. Waibrania 9 mstari wa 24. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndimo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa, aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Vizuri, Yohana anamuita Yesu muombezi kwa Baba. Hebu soma waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 1. Huyu Yohana ni Yohana yupi? Huyu ni Yohana mwana wa Ngurumo, ama Yohana mwana wa Zebedayo. Katika waraka wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 anamuita Yesu kama muombezi wetu kwa Baba. Tuko kwenye kipengele cha maombezi ya Kristo na Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari sura ya 2 mstari wa 1. Sura ya 2 mstari wa 1. Watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Bila shaka Yesu Kristo ni mwombezi wetu. Maombezi ya Yesu ni ya muhimu kwa wokovu wetu. Isaya, hebu Isaya ile alitabiri, Isaya 53 mstari wa 12. Isaya 53 mstari wa 12. Isaya 53 mstari wa 12. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Bila shaka ilitabiriwa hata kabla atazaliwa Yesu ya kuwa atawaombea wakosaji, na bila shaka Yesu, umesikia Yesu anaombea wakosaji, lakini sisi tunawaangamiza wakosaji. Hatuwaombei wakosaji, tunawaangamiza wakosaji katika maombi yetu. Lazima tubadilishe nafsi zetu na nia zetu juu ya wakosaji. Mganga ni mkosaji, mchawi ni mkosaji, mzinzi aliyechukua mume wako ni mkosaji, mwizi ni mkosaji. Lazima tuwaombee, maana Yesu anafanya pamoja nasi. Pasipo neema yake, rehema na msaada unayeletwa kwetu kwa njia ya maombezi yake, tungeanguka kutoka kwa Mungu na kuwa tena watumwa wa dhambi. Hebu nione sasa kipengele kidogo tu. Nilisema maombezi ya Kristo na ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pia anahusika katika maombezi. Paulo anasema, kwa maana hatujui kuomba itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Hebu Rumi 8:26 tuone. Ina maana bila shaka unaponena kwa lugha ya barabababa inda bebebebebebe ira tokoto na raba kama na mashandu na makapa. Ina maana bila shaka Roho Mtakatifu anagusa hata maeneo siyejua nini, yeye kufanya maombezi kwa ajili yetu, yeye hutuombea. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Ndio. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bila shaka watu wa Mungu, nilisema ya kuwa Yesu alianza kuomba nje hapa duniani, lakini sasa hivi yuko kule mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba,
akiomba kama kuhani. Kuhani ameketi mahali patakatifu milele, sio kuhani wa Agano la Kale ambaye alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Sasa kumbuka ya kuwa kwa sasa hivi tunaye mwombezi ambao ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Kama unavyojua hatujapungukiwa na kitu. Amesema sitawaacha wanini wakiwa ama yatima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu kupitia roho ya kibinadamu ya muumini hutuombea kama apendavyo Mungu. Hebu endelea kusoma mstari wa 27 hiyo Warumi. Mstari wa 27. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya mioyo ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bila shaka roho anatuombea, maana anajua mioyo yetu. Sasa ninaikamilisha kipengele hicho. Kesho nikisubiri kuendelea na kumaliza vipengele viwili ambavyo vimebaki. Vipengele viwili itakuwa ni maombezi ya muumini, alafu kesho hiyo nikimaliza na makusudi ya maombezi. Lakini hii hapa ni jambo muhimu sana. Hivyo Kristo kumwombea muumini ama mwanafunzi kule mbinguni, na Roho Mtakatifu hufanya maombezi ndani ya muumini hapa dunia. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Bila shaka Roho Mtakatifu hufanya maombezi kwa ajili yetu hapa duniani ndani yetu, lakini Kristo kwa wakati huu anatuombea kule mbinguni. Na watu wa Mungu, hiyo ni kipengele cha maombezi. Lakini kesho nataka tumalize, na tukimaliza kesho Jumapili tutaipitia kwa yote kwa pamoja. Alafu mimi nadhani kuanzia Jumatatu mkao wa sasa kwanza, sasa tutaanza sasa kuyaweka maombi yale sasa kwenye hivyo vipengele, na hatimaye tukianza kuomba ili kila mtu afanye nini, akamate moto. Utashindwa mwenyewe tu, maana saa inawadia sasa kwa kila mtu kurindima. Sijui utarindimaje, wajua wewe, lakini nakaribia sasa kufungulia kongamano la Bwana. Sasa kila mtu kivyake, jinsi atakavyoongozwa na Bwana. Lakini usiende kivyako wewe, nenda jinsi Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ya kuwa kumbe tungesema, mchungaji, sasa mimi leo nilitaka pia niombe lakini pia nifanye maombezi. Tumeona kwenye sura 17 kitabu cha Yohana, Yesu akiomba mstari wa kwanza mpaka wa 5 kwa ajili yake ama ya 6, na kuanzia mstari wa 7 mpaka 19 akifanya maombezi kwa ajili ya wanafunzi wake, na kuanzia mstari wa 20 mpaka 26 akifanya maombezi kwa ajili ya waumini. Bila shaka unaweza ukachanganya maombi na maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Saganda. Sasa mchungaji, naomba kujua. Unaomba kujua? Hebu nisikie ninavyoomba ili ujue. Kwa haya tumejifunza hapa, yani Yesu Kristo anatuombea akiwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndio. Na Roho Mtakatifu hapa duniani naye anatuombea. Ndio. Kwa hiyo mimi nikijitenga tu na dhambi, nikikaa katika maisha matakatifu, kwa hiyo hakuna haja ya kuomba kwa ajili yangu mimi. Yani mimi nakushangaa ninapofundisha haya. Sasa unaweza kutambua ya kuwa, umeona ninaposema kuwa ishi maisha matakatifu, ukae katika neno la Mungu, ulale, unasema mchungaji huyu ananitoa kwenye maombi, mchungaji huyu nitakii mema kweli. Lakini kumbe ukikaa kwenye utakatifu, Roho Mtakatifu ndani yako anakuombea. Yesu Kristo anaomba mbinguni. Tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini ukiniona unaona kama unaniona nuksi kweli ya kuwa hutaki niombe, mchungaji George huyu. Mimi nasema tutafika tu, maana Bwana amekusudia tufike. Lakini umeona jinsi inavyokuwa tamu, kila kitu kinaingia yenyewe tu. Jinsi ambayo nyundo haikugongwa pale kwenye ile hekalu Suleimani aliyemjengea Mungu, vilitengenezwa vitu kule vikaja vikapachikwa ikafika. Ndivyo naona Bwana anavipanga, zinakaa vyenyewe tu. Yani usipotenda dhambi, ukaishi maisha matakatifu, ukakaa katika neno la Mungu, basi Roho Mtakatifu anakuombea ndani yako. Yesu anaomba mbinguni. Oh, that's news to me today. That is news. Hiyo ni news, good news. Palilia mahusiano kati yako na Mungu. Tulia.
Tuhubiri injili watu wa Mungu. Hayo Mungu anayafunua sasa hivi, maana ni wakati wake. Itajipa. Umejua kuna watu wananiangalia kwa jicho mbaya sana. Ninaposema watu wa Mungu usiombe. Lakini hata ukiniangalia vibaya, mimi nakupenda. Amina. Hata kama unanichukia, mimi nakupenda tu, kwa sababu natoa kila kitu Bwana analeta. Na nikisimama nikimaliza kazi yangu nitasema Bwana. Na Yesu maana alipomaliza kazi akasema Bwana, kile alichonituma nimewafundisha. Nimewajulisha. Nimewajulisha jina lako. Na mimi nitasimama na kusema nimewajulisha kila kitu. Lakini haya yote isingefika wakati wake alafu ukaanza kuomba kule sasa Sagana. Mungu ameshatengeneza ramani yetu, lakini tungejua tungeanza kutembea. Mimi sina pressure. Hizo maombi unayoomba ushakuwa na pressure, huwezi kuomba vizuri. Huku tayari unataka kupasuka. Huwezi kuomba Bwana, acha kutaniana Bwana. Umeshakasirika alafu unaanza sasa utaishia kupiga vitu ngumi. Nani mwingine mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Mchungaji wangu tunashukuru kwamba Roho Mtakatifu anaomba ndani yetu. Na Yesu anatuombea mbinguni. Sasa Roho Mtakatifu bila hata kumwambia atuombea, anatuombea. Bila shaka, kwa nini asigombe? Si anaomba, maana Yesu alisema hata waacha wakiwa. Atawachaje wakiwa? Sijui kadhalika mjui kuomba. Lakini lazima ukae katika utakatifu, maana Roho Mtakatifu akae katika dhambi. Unapokaa unasikia ndani kule inachemka. Inachemka ndani kule, wewe unasoma Biblia tafakari. Ndio maana yake. Ndio hiyo. Nani mwingine mwenye swali nataka nimshukuru Mungu? Mungu amemaliza kazi. Na mtu hapa anauliza kwamba yani anajuaje kile tunachohitaji? Anajua tunachohitaji kwa sababu anakaa ndani yetu. Hebu msomee huyu ambaye ameuliza kwenye Periscope. Hebu msomee Warumi 8:27. Wewe ambao umeuliza swali kwenye Periscope tunakujibu. Soma Warumi 8:27. Warumi sura ya 8 mstari wa 20. Roho Mtakatifu anajuaje mahitaji yetu? Hebu sikiliza hapo. Warumi 8, Romans chapter 8 and verses 27. Yes. Na yeye uichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Aichunguzaye mioyo uijua nia ya Roho ilivyo. Pigia Bwana makofi makubwa kwanza. Kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Anawatuombea kama anavyopenda Mungu, maana yeye ni nafsi ya tatu ya Mungu Baba. Tupigie Mungu makofi makubwa. Bila shaka wewe uliouliza kwenye Periscope tumekujibu kwa jina la Yesu. Amesema amen. Tupigie tena Bwana makofi makubwa, amesema amen. Anatuombea hakuna kunung'unika. Muona? Nung'unika, unaanza kulalamika, unaanza kuwa ni mstaki wa ndugu zako. Kazi ya shetani amekutwika. Unaanza baba amenionea, baba amenianganya mke, unakuwa mstaki wa ndugu zako, wakati mstaki wa ndugu zetu ni shetani. Yeye ni bora zaidi. Swali. Mchungaji, mimi sio swali, lakini nataka ile siku nilikwambia nimeota ndoto kwamba nikawa ninaomba na nena sana kwa lugha. Na baadaye nilishtukia tu na lile neno la mwisho ambalo nikawa nimelitamka na nikawa nimeamka, na wakati wao nilikuwa naona kama gurudumu la ndege likawa linawaka moto. Nikakupigia nikakwambia. Sasa leo ndio nimeweza kuifahamu hii kwamba yeye hutuombea kwa bila shaka, na atuombei kwa mapenzi yake jinsi apendavyo Mungu. Hebu weka vitu vyako, ni mshukuru Mungu. Nitaendelea kesho. Baba, ninaomba Baba, natukuza jina lako kwa wema wako na utukufu wako, maana umezidi kuwa mtakatifu na mwema kwetu.
Maana Bwana umetufundisha leo Baba wa rehema maombezi. Baba, tungewafanyaje maombezi kwa ajili ya watu wengine pasipo wewe kutufundisha? Ni kweli wanafunzi wa Yesu walivyomwambia Yesu ya kuwa awafundishe kuomba kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Tunatukuza jina lako Baba kwa kutufundisha maombezi. Ni kweli Baba wa rehema, kuna wakati tumelazimisha kuomba Baba pasipo kukaa katika mapenzi yako ya uombaji. Kumbe kama Roho Mtakatifu anajua kuchunguza Baba mioyo, naye utuombee watakatifu kutokana na mapenzi yako Mungu. Kumbe inahitajika na sisi tunavyoomba kwa ajili yetu na tunavyofanya maombezi kwa ajili ya watu wengine, Baba, tuyafanye katika mapenzi yako. Mapenzi yako Mama ni kuona wanadamu wote wakifikia toba ya kweli, hata mmoja asipotee. Baba wa rehema, tazama watu hawa waliyesikia maneno haya, waliopo katika eneo hili na wanaotufuatilia kutoka nchi za nje. Baba, leo ninaenda chini Baba ya magoti nikiomba msamaha kwa ajili yao kwa maombi Baba waliyefanya kinyume Baba wa rehema na mapenzi yako. Maombezi waliyefanya kinyume na mapenzi yako. Ni kweli watu wako wanaangamia kwa kukosa maarifa, lakini Baba imeandikwa nasi tutafahamu huo ukweli, nao huo ukweli itatuweka huru Bwana. Huu ukweli uliyetufahamisha leo ituweke huru Baba, tusifanye makosa tena Baba, maana sasa tunatoka kwenye kuwa watoto wachanga na kuwa Baba watu waliyekuwa Baba wa rehema kiroho. Baba, yawezekana mabaya yaliyempata mtu huyu ni kwa sababu alifanya maombezi kinyume na mapenzi yako. Yawezekana alifanya maombi kinyume na mapenzi yako. Baba, wasamehe Baba wa rehema na kuyafuta na mabaya yaliyowapata kwa sababu ya kuomba kinyume. Tunalitukuza jina lako Maana hii ni mwanzo mpya katika maisha yetu, wanaagizo kuu. Ni mwanzo mpya Baba wa rehema katika dunia Baba wa rehema. Maana Baba haya yanahitaji kukamata dunia yote, ili dunia ipate kubadilishwa, ili dunia ipate kugeuzwa Baba na kurudishwa Baba katika ile asili ya mapenzi yako. Baba, asante kwa sababu ya Baba wa rehema umewasamehe watu wako na umewaganga majeraha yao yote na kuponya magonjwa yote. Amani yako izidi kutamalaki kwao, na Baba ukiwapa mamlaka ya kuishi Baba maisha matakatifu, naye Yesu Kristo akiendelea kufanya maombezi kwa ajili yetu kule mbinguni, na Roho Mtakatifu akituombea Baba ndani yetu. Tunakutukuza Baba, maana tutakuwa na nafasi nzuri ya kujifunza neno lako, ya kusoma neno lako. Maana kumbe tunao waombezi wawili, nafsi mbili za kuomba, nafsi ya Mungu Mwana na nafsi ya Mungu Roho. Asante Mungu mweza wa yote, maana tangu sasa tumewekwa huru Baba wa rehema kwa kweli la neno lako, na katika jina la Yesu Kristo naomba na watakatifu tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Hii ni mwanzo mpya katika maisha yetu. Moyo wangu unamtukuza Bwana, moyo wangu umejaa furaha kweli, maana tunaingia katika, wanaweza kusema millennium, tunaingia katika hatua nyingine ambayo ni muhimu sana katika maisha ya ramani ya wokovu duniani kote. Maana haya yote ungejua namna gani kama Roho ya Bwana asingeyafunua. Basi tumefikia hapo, lakini kesho tutaendelea na kipengele kilichobaki, na Jumapili tutaipitia yote na watakatifu wa Bwana yote. Jumatatu naanza kugawa funguo sasa za maombi. Mchungaji, umeninyima kuomba miaka miwili na upuzi. Sasa funguo yako ya kuomba imeanza kuwa tayari. Be ready to receive your key. Yes. Sitaki tena kumiliki kifungo cha mtu ama funguo ya mtu ya maombi. Wewe kuwa tayari. Jumatatu tunaanza kuomba sasa. Ushindwe mwenyewe tu. Basi jina la Bwana libarikiwe sana kwa ajili yako.